Habari ya kuto wapendwa, natumaini ni wazima na kimoja ni salama. Amekuwa akipambana ili kuhakikisha afya yake inakuwa salama wakati wote. Aidha kwa kuweza kuzingatia mazoezi au kupata chakula ambacho ni bora au kwa kuweza kutafuta maarifa ambayo atakomjenga na kuweza kuchukua action na kuwa katika hali ya usalama kipindi chote. Ikiwa ni video yako ya 41 ambayo unatazama sasa hivi na mada inahusu mzunguko mfupi na maana gani. Tushajaribu kuzungumza nyuma mzunguko wa kawaida unatakiwa uweje, na kwa hiyo ambayo itakuwa ni mara yako ya kwanza, vyema ukaanza kufuatilia darasa la kwanza ambao ni somo la kwanza mpaka sasa hivi 41, lakini utakapofikisha 41 basi ujue madarasa mengine yako mbele 59 ambayo inaeleza siri iliyojificha katika hedhi, ni mambo gani ambayo yanatakiwa yazungumziwe kuhusiana na hedhi. Lakini video hizi kwa sababu gani 100 na kwa sababu gani zote zimetolewa wakati mmoja au tarehe 28 mwezi wa 12 2025, ni kwa lengo la kujiwish mimi kutoa zawadi kwangu mimi kuja kwenu wale wote ambao mnafuatilia mitandao yangu ya kijamii kama mtandao wa YouTube, TikTok, Facebook na Instagram, kwa lengo la kutoa elimu au kuwapa faida kwenu ya kuweza kupata elimu ambao nimekuwa nikiendesha katika grupu la WhatsApp kwa muda usiopungua miezi 4, wanafunzi wengi ambao wamejaribu kuingia na kuweza kupata maarifa haya. Kwa hiyo nikaona sio mbaya nije niwape na nyinyi ambao mnafuatilia mitandao ya kijamii, kwa sababu lengo ni kumsaidia kila mmoja, au tupo duniani kwa lengo la kumsaidia kila mmoja. Kila mmoja anamtegemea mwenzie. Kwa hiyo ni vyema ukaendelea kujifunza, ni vyema ukaendelea kushare, kulike na kusubscribe ili kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya ambayo yanahusiana na uzazi wa mwanamke. Iko ni mwendelezo na sasa tupo darasa la 41. Tumejaribu kufafanua mzunguko mfupi na maana gani, na kwa sababu unatokea na mzunguko mfupi au wewe una mzunguko mfupi, au unapoelewa maana, unaposikia neno mzunguko mfupi uwe na maana gani na tafsiri yake ni nini, na huwa kitu gani huwa kinasababisha mwanamke kupata mzunguko mfupi. Sasa tupate marudio kidogo ya session ya nyuma ambao tulisema mzunguko wa kawaida ni siku 21 mpaka siku 45, ambazo hapa huwa tunaangalia vipindi tofauti vya mwanamke, ambao tulisema mzunguko wa 21 au siku ya mama ambaye atakuwa na mzunguko wa siku 21 na mama ambaye atakuwa na mzunguko wa siku 35 ni mama wa kawaida kabisa. Yaani tuweke lugha rafiki, mama mtu mzima ambaye amekomaa, ambaye hajabalea hivi karibuni au miaka 10 iliyopita, maana yake atakuwa na mzunguko wa siku 21 mpaka siku 35. Huo ni mzunguko wa kawaida ambao mama hapaswi kutilia mashaka. Lakini mwanamke ambaye amebalea hivi karibuni, ambaye hana zaidi ya miaka 10 nitoka amebalea, yeye inawezekana kana mzunguko mrefu sana au mfupi sana, lakini naye hapaswi kutilia mashaka. Lakini mara nyingi mizunguko ambayo ndani ya muda mfupi au mwanamke amebalea ndani ya muda mfupi huwa mara nyingi zaidi, hata kama ukiwa mrefu sana ni siku 45 mwisho. Lakini mzunguko wa kawaida ni siku 21 mpaka 42. Itakapotokea imetokea mwanamke na mzunguko wa siku zaidi ya 45, lazima tutafute sababu ya kuweza kupelekea hicho kitu ambacho nakiona. Sasa mzunguko mfupi hauji bila ujumbe. Yaani maana yake unapotokea na mzunguko mfupi hauji tu, yaani kwamba umetokea alafu hakuna sababu nyuma yake. Lazima mtakuwa na sababu ambayo inaweza kupelekea kuwa na mzunguko mfupi zaidi. Mzunguko mfupi ni ule ambao unatokea chini ya siku 21, ambayo inaweza kuonyesha ishara zifuatazo: aidha ovulation inatokea mapema zaidi, au kipindi cha luteal phase, kile kipindi ambacho mwanamke atakuwa salama. Kuna vipindi 4 katika mzunguko wa mwanamke. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha hedhi ambacho mwanamke atakuwa na bleed. Kipindi cha pili ni kipindi cha follicle ambao mwili unajiandaa kuweza kutoa yai. Lakini kipindi cha tatu ni kipindi cha fertility window ambacho ni kipindi cha hatari ambacho mwanamke anaweza kutumia kwa kuweza kukwepa au kuweza kupata ujauzito. Lakini kipindi cha 4 ni kipindi baada ya kutoka siku ya hatari ambayo tunaita luteal phase.
hichi ni kipindi ambacho huwa mara nyingi ni constant, ni siku 14, lakini inapotokea tofauti na pale, yani maana yake sasa hapa ndio tutaanza kuona sasa wewe utakuwa na mzunguko mfupi kwa sababu siku 14 ya mwanzoni, lakini hapa kipindi hichi ambacho natakiwa hii tena siku 14 uko kunakuwa na ina siku fupi, utapata siku 21 ambazo zitakuwa chini ya siku 21, lakini homoni za progesterone itakuwa haitoshi. Kwa unapojiona utakuwa na mzunguko mfupi, unapotaka kupima homoni wao tutaangalia pia homoni za progesterone. Sasa kuna siku au madarasa ambavyo wanazidi kuendelea huko mbele, nitakuja kueleza namna ambavyo unaweza kuitambua homoni yako progesterone au kitu gani kitakuonyesha kwamba homoni yako iko chini na vitu gani vya kufanya ili kuhakikisha homoni yako inaipandisha kwa haraka zaidi na kuwa katika mazingira ambayo salama kabisa. Sasa hivi vitu vitatu ndio vinaweza kupelekea kuonyesha kwa na mzunguko mfupi, ambayo ya kwanza tunaweza kuona siku yako ya tatu inaweza kujitokeza mapema zaidi, na sababu ya pili aidha luteal phase inaweza ikawa fupi zaidi, na kitu cha tatu hormone ya progesterone inawezekana ikawa haitoshi au ipo kwa kiwango kidogo. Hii pia inaweza kuathiri uwezekano wa kushika mimba kama utakuwa na mzunguko mfupi, inaweza kukuchanganya namna ambavyo unaweza kushika ujauzito au mimba kuweza kukaa muda mrefu, lakini pia utulivu wa homoni kwako inawezekana ikawa changamoto, inaweza kupelekea mzunguko wako ukawa mfupi zaidi. Hii ni sababu gani ambazo huwa zinajitokeza na mwanamke anaweza kupelekea akana mzunguko mfupi? Ni stress ambayo tayari nishalisema, unaweza kurejea darasa lililopita na kuweza kujifunza. Mabadiliko ya homoni, hii nishasema, kama utakuwa unakosa usingizi au haupati muda mrefu au utakuwa unafanya mazoezi sana, itaanza kupelekea wewe mwanamke kuvurugiwa homoni zako au mwili utakuwa umeshtuliwa na homoni zako kuweza kubadilika. Lakini mwanamke ambao umri utakuwa umeongezeka au mwanamke ambao umri umeenda kidogo, itaanza kukutana na hii changamoto, sababu tumesema miaka 10 ya mwanzoni kwa wale ambao utakuwa baadaye hivi karibuni mzunguko wako unakuwa mrefu zaidi. Lakini kwa mwanamke ambaye utakuwa mnako umeenda kidogo, inawezekana ukawa na mzunguko ambao mfupi zaidi, ambao unahitaji msaada ili kuweza kurekebisha na kuwa salama kabisa. Usiogope mzunguko mfupi. Uelewe kwanza ujumbe wake, alafu zingatia nini ambacho unatakiwa kufanya, au uweze kutafuta namna ambavyo unaweza kuupandisha kwa kuweza kuwa mzunguko sawa na wengine. Na hii inaweza kutokea pale ambapo utajua mzunguko wako ni upi, na kwa kuweza kuufahamu ndani ya miezi 3 mpaka 6, na hakikisha zile vitu vyote ambavyo inaweza kupelekea wewe kuvurugiwa kwa homoni unavifahamu, ambavyo tayari nishavisema katika darasa 35 na darasa 36, 37, 38, ni kueleza pointi moja moja na kuelewa ni kitu gani ambacho kwa kinatokea pale ambapo utakuwa na dalili moja moja, utakuwa na ishara moja moja na kuweza kuathiri zako moja kwa moja. Asanteni, na mpaka wakati mwingine usahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya au kupata notification ambayo kukupa nafasi ya kuweza kujua darasa gani ambalo tumetoa. Mpaka wakati mwingine na mpaka darasa 42. Asante na muwe na siku njema.